usiku nilivyosikia kitu mlio kama bomu. Unaona, mimi nikatoka mbio, nikafungua pazia, nikakuta ukuta nusu umedondoka na pikipiki imefunikwa na matofali, ukuta hamna. Mimi nikatoka mpaka pale, naona aliposimama yule mwenzio, nikasimama pale, mimi nawaita sasa. Walivyoona mimi nimetoka, wote wakakimbia, akabaki kijana mmoja kule mwisho kasimama, ambaye namjua mimi. Jana huyu alikuja na polisi, alikuwa anaongea nao. Nikamwambia, wewe unaona hapa ukuta umedondoka, mbona umesimama na umeshaleta madhara? Madhara gani? Ananiuliza. Naambia njoo uone pikipiki imefunikwa na matofali. Ile sijamaliza, kaita vijana wawili wanataka kunyakua hapa pikipiki. Nikamwambia iache. Acheni tena, acheni hapa. Tachukua mawe nitatupieni kweli kweli, mimi sina nguvu, lakini nitatupieni. Tokeni hapa. Acheni pikipiki hivi hivi. Haya. Kumbe hivi ninavyosema, wengine wameshatumwa. Kulikuwa na pikipiki pia karibu na ukuta, sababu wanataka kuendelea kuvunja ukuta. Yule aliosimama kule anawakonyeza wale vijana, toeni pikipiki. Sasa mimi nashangaa kwa nini wanamkonyeza, kumbe kulikuwa na pikipiki mbili pia kwenye ukuta. Anawaambia sogezeni, wakasogeza mpaka kwenye dirisha hili la kwangu. Ndio nikasema wewe mjanja kweli. Wewe ingekuwa kama imedondoka kwa bahati mbaya, ungesema bahati mbaya mama, usiona wasiwasi, bahati mbaya wakati wa kuchimba umedondoka. Lakini kumbe una nia ya kuvunja ukuta wote. Lakini utavunjaje ukuta wote? Bado hujajua sisi masharti yetu tunaishi ndani. Haya magari yakipata madhara, mmoja umeshaleta madhara, subiri usivunje. Kwani kansikiliza? Kashachukua vijana wawili, kawasogeza pikipiki zilokuwa kule, kavunja mpaka huyu nampigia simu Naila, anafika hapa, afande mwenyewe alilala na bati. Nikamwamsha mwanangu wa kike, nikamwambia nenda kamwite askari, hivi ukuta unadondoka, hana taa. Ndio babu anakuja na kaishafika ukuta huko, hata Naila anakuja. Ilikuwa jana jioni, tumeenda Salenda polisi pale, tumeshtaki, tumewaambia wanataka kuvunja ukuta hapa, wanataka kubomoa ukuta, lakini bado hatuna makubaliano, wanafosi kubomoa. Tulivyoenda Salenda wametupatia wito, tulikubaliana. Maanake kwenye wito tumewaletea, tulisema tutakutana Jumatatu asubuhi saa 3. Tumewaletea, wamepokea, engineer amewapa mjumbe, wameipokea. Lakini tulivyoona, tumejua sawa tutakutana Jumatatu, ile tunaendelea maelewano, lakini tumekuta saa 8 za usiku wamekuja kubomoa. Mama huyo anayokaa hapa amekuja, amesikia wanatumia gari yao excavator, wanaitumia na wanaibomoa. Hatujakubaliana, hatujaambia, hatujatoa idhini, lakini wamefanya nini? Wamevamia, wamekuja tu kubomoa bila ruhusa yetu, na wameenda kinyume ya sheria, kwa sababu ilikuwa inabidi tukutane Jumatatu asubuhi tulivyowapelekea wito.